Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Machi 7. Somo likisema, je, imani inaondoa utiifu? Basi, je, twaibatilisha sheria kwa imani hiyo? Hasha, kinyume cha hayo twaithibitisha sheria. Warumi sura ile ya 3 aya 31. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, asante kwa ajili ya siku hii njema ya leo. Tunapoenda kujifunza neno lako, tunaomba Roho wako Mtakatifu akatusaidie tuweze kuyaelewa haya tujifunzayo na tuweze kuyapokea katika maisha yetu. Enda nasi katika jina la Yesu. Amina. Imani siyo dawa ya kutia usingizi, bali ni kichocheo. Kutazama Kalvari hakutainyamazisha nafsi yako isitekeleze majukumu, bali kutaunda imani itendayo kazi, ikiitakasa nafsi kuondokana na ubinafsi. Imani iokoayo nafsi katika Kristo Yesu sio kile kinachowakilishwa na wengi kuwa wewe amini tu ni kilio cha wengi. Wewe mwamini tu Yesu, kisha utaokolewa. Ni hivyo tu basi inatosha. Ingawa imani ya kweli na mtumainia Kristo kabisa kwa ajili ya wokovu itaongoza kwenye upatanifu kamili wa sheria ya Mungu. Kuna makosa mawili ambayo watoto wa Mungu, hasa wale ambao ndio kwanza tu wameanza kuitumainia neema yake, wanahitaji hasa kuwa waangalifu. La kwanza ni lile la kutegemea matendo yao, wakiamini kila kitu wanachokifanya kuwafikisha kuwa na mapatano na Mungu. Yeye ambaye anajaribu kujifanya kuwa mtakatifu kwa matendo yake katika kuitunza sheria, anajaribu kufanya jambo lisilowezekana. Ni kwa neema ya Yesu pekee, kwa njia ya imani, kunakoweza kutufanya kuwa takatifu. Kosa lililo kinyume na la hatari sio ndogo, ni kuamini kwamba kumwamini Yesu kunawaweka watu huru dhidi ya sheria ya Mungu, kwamba kwa kuwa kwa imani pekee tunakuwa washiriki wa neema ya Kristo. Matendo yetu hayana uhusiano wowote na ukombozi wetu. Lakini zingatia hapa kwamba utii sio ukubalifu wa nje tu, bali ni huduma ya upendo. Sheria ya Mungu ni udhihirisho wa asili yake tukufu. Ni kielelezo halisi cha kanuni kuu ya upendo, na hivyo ni msingi wa serikali yake mbinguni na duniani. Badala ya kumweka mwanadamu huru dhidi ya utii, ni imani na imani pekee inayotufanya kuwa washirika wa neema ya Kristo, ambayo inatuwezesha kuonesha utii. Kama vile Yesu alivyokuwa katika asili ya mwanadamu, ndivyo ambavyo Mungu anavyotaka wafuasi wake kuwa. Katika uweza wake, tunalazimika kuishi maisha ya usafi na ya uadilifu ambayo ndiyo Mwokozi aliyaishi. Hii ni Machi 7. Je, imani inaondoa utiifu? Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu nasi sasa na hata milele. Amina. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara, tajificha kwako. Mwamba imara
wimbi la mawio saya upweke, majaribu yanaponi andama, wiki ya maisha basi utulivu, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka, changamoto zikivuma na kutisha, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, 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 mwamba imara tajificha